Ni jioni tulivu katika kijiji cha Nyamatoke, kata ya Masonge, wilaya Serengeti, mkoani Mara. Leo tutaangazia maisha ya wafungwa wanaotumikia kifungo cha nje kupitia sheria ya parole ya mwaka 1994 na marekebisho yake ya mwaka 2002, sheria inayolenga marekebisho, sio adhabu pekee. Nilimsihi sana, nikamwambia sitaki wizi. Nilimkanya nikamfuata mamake hapa. Nadhani anatambua na yeye. Lakini kwa muda huu ambao Manyama amenikabidhi hapa, sijaona chochote wala sijaletewa lalamiko lolote kuhusu Manyama. Kuyajua yote haya, basi na kusihi sana mpenzi mtazamaji, uungane nami katika makala hii iliyosheheni simulizi za kusisimua kutoka kwa wafungwa na maafisa wa magereza. Sheria ya parole ilipitishwa mwaka 1994 ikifanywa marekebisho kupitia sheria namba 5 ya mwaka 2002 ili kuimarisha usimamizi, ulinzi wa jamii na haki za wafungwa. Marekebisho haya yaliwekwa wazi wajibu wa serikali, jamii na wafungwa wenyewe. Parole ni utaratibu wa kisheria ambao unamwezesha mfungwa aliyefungwa miaka 4 na kuendelea gerezani kutumikia sehemu ya kifungo kilichobakia kwenye jamii baada ya kutumikia 1/3 ya kifungo chake, ikimaanisha kama amefungwa miaka 15 atakaa gerezani miaka 5 na miaka mingine iliyobakia atarudi kwenye jamii, ila asiwe amehukumiwa kwa makosa ya adhabu ya kifo, unyang'anyi wa kutumia silaha, madawa ya kulevya au kunajis. Mahakama isiwe imetoa amri yoyote kwamba mfungwa huyu asinufaike na utaratibu wa parole, lakini asiwe kwenye ile kundi la wafungwa wanaotakiwa kunufaika na huduma kwa jamii, lakini kigezo kikubwa sana awe amebadilika tabia. Kwa hiyo desturi au utaratibu uliofanyika kufanya urekebishaji wa tabia akiwa gerezani, tunataka akauoneshe mbele ya jamii kama ameweza kunufaika au kubadilika kadiri ya jamii inavyotakiwa aweze kuishi. Kwa hiyo kwa wale wenye adhabu, baadhi ya makosa yaliyotajwa yameainishwa hawawezi kunufaika na mpango wa parole, ni pamoja na mauaji ya kukusudia, ubakaji, ujambazi wa kutumia silaha, madawa ya kulevya. Hayo ndio yamebainishwa kwa mujibu wa sheria. Lakini makosa mengine, kwa mfano kosa la ujambazi wa kawaida, tunasema robbery with violence, hilo anaweza kanufaika na mpango wa parole. Mauaji ya bila kusudia anaweza kunufaika na mpango wa parole, na makosa mengine yote madogo tofauti na yale ambayo nimekushayataja awali. Katika mkoa wa Mara, wafungwa 26 wananufaika na mfumo huu kati ya wafungwa 488, lakini nyuma ya takwimu kuna nyuso, kuna macho yanayoomba kueleweka na kuna hadithi nzito za maisha, mojawapo ikiwa ni ya msichana huyu mdogo Happiness Mwita. Nikajisikia pikipiki zimefika. Angalia, yes, ni happy. Yani furahi sana. Sema Mungu yupo. Yani furahi sana. Hapa ni kijiji cha Nyamatoke alipozaliwa binti jasiri mwenye ndoto ya kuwa mwanamitindo mashuhuri duniani, Happiness Mwita. Kwa majina naitwa Happiness Mwita Mwanahaba. Nyamatoke ndo nyumbani kwetu, na huyu ndo mamangu mzazi anaitwa Esther Yohana Marungu. Babangu alishafariki tangu 2022 nikiwa gerezani. Leo akikadiliwa kuwa na umri wa miaka 26, alifungwa akiwa na umri mdogo baada ya kukutwa na hatia ya kumuua kwa kumkata na panga mumewe aliyelazimishwa kuolewa naye akiwa na miaka 17. Happiness aliolewa kwa shinikizo la kifamilia. Baba yake mzazi ambaye kwa sasa ni marehemu alihusika katika kulazimisha ndoa hii, kinyume na sheria za nchi na haki za watoto. Ndani ya ndoa hii alikumbana na mateso ya mara kwa mara. Ile tukio lilitokea kwa bahati mbaya kwa sababu nilikuwa nimelazimishwa na babangu kuolewa. Nilipofika kule nimaliza siku 3 nikarudi nyumbani. Niliporudi nyumbani baba alinipiga na kunirudisha tena kule nilikokuwa nimeolewa. Nilipofika kule nikamaliza wiki 2, sasa akawa ananipiga na ninyanyasa. Sio siku nikatokea, yani nikapatwa na hasira. Ndio alikuwa amelala, ndio nikamkata. Nikamatwa nikapelekwa gerezani.
Happy alikuwa mtoto mzuri tu tangu ni mlevi, akiwa mdogo asome amalize la 7 alikuwa vizuri. Baada ya kuolewa sasa, changamoto za kule ndo sijajua ilikuwa aje huko hadi kufanya hicho kitendo. Yaani hapo mimi nilikuwa mbali kidogo na mwanamume. Nilikuwa nyumbani kwetu. Tulikuwa tumepishana kidogo, nikawa niko nyumbani kwetu, huyo akawa amebaki huku, ndo kuolewa kwake. Natoa wito wasio wanalazimisha mtoto kuolewa akiwa bado ana umri mdogo, apende kwa hiari yake kama anaolewa. Ila huyu alilazimishwa na babake. Siku ya tukio, ugomvi uligeuka janga. Katika hali ya hofu, hasira na maumivu ya muda mrefu, panga likatumika. Uamuzi wa sekunde chache ukagharimu uhuru wake wa miaka 10. Sasa ndo hivyo, nimekaa gerezani. Mabusu nimekaa mwaka mmoja, nikafungwa miaka 10. Nimetumikia miaka 3 na miezi 6. Ndo nikawa nimeshatimiza robo ya kifungo ndo nikatolewa na bodi ya parole. Baada ya kutumikia sehemu ya kifungo chake gerezani, Happiness alichaguliwa kuingia kwenye mpango wa parole. Leo anaishi chini ya uangalizi wa afisa wa parole, akiripoti mara kwa mara na kufuata masharti ya kisheria. Tumemwona mfungwa wa kike ambao ni parole Happiness Mwita. Mfungwa yule alikuwa ni binti mdogo, alikuwa na kesi, alifungwa kwa mauaji bila kukusudia, akiwa ameozeshwa akiwa binti mdogo wa miaka 17 na akatenda kosa hilo. Lakini akiwa gerezani tulimwona ana tabia na mwenendo mzuri, tukaona anufaike na mpango wa parole. Tumeshuhudia binti anaendelea vizuri, alichojifunza gerezani, ushonaji, anaendelea nao pale kwenye ofisi yake, na bahati nzuri Mheshimiwa mbunge wa Serengeti naye amemshika mkono, ameweza kumlipia mafunzo kwa miezi 3 na amemwahidi kwamba atampatia vifaa vya kuanzia ambayo inaitwa starter pack, ikiwa ni cherehani pamoja na vitambaa. Yeye alikuwa anakabiliwa na shtaka la mauaji, lakini baada ya kusikilizwa kosa na maelezo ikaonekana ni mauaji ya bila kukusudia. Hivyo baada ya kukaa gerezani kwa muda zaidi ya robo ya adhabu yake aliyokuwa amepewa, ikaonekana na tabia yake kuwa njema, basi utaratibu wa magereza kwa mujibu wa sheria ya bodi za parole anastahili kunufaika na adhabu mbadala ambayo ni adhabu anatoka katika mpango wa parole. Mfungwa anayetoka kwa mpango wa parole ni kwamba ametumikia sehemu ya kifungo chake akiwa gerezani na sehemu inayobaki anakwenda kumalizia kwenye jamii. Kwa hiyo desturi au utaratibu uliofanyika kufanya urekebishaji wa tabia akiwa gerezani, tunataka akauoneshe mbele ya jamii kama ameweza kunufaika au kubadilika kadiri ya jamii inavyotakiwa aweze kuishi. Happy alikabiliwa na shtaka la mauaji bila kukusudia. Ni kati ya sifa ambazo mmoja wa wafungwa anastahili kutoka nje kwenda kwenye adhabu mbadala, ambapo imeainisha makosa mbalimbali ambao watu wanaweza kunufaika na adhabu mbadala kwa mpango wa parole. Happiness amerejea nyumbani, tabasamu lililotoweka kwa miaka kadhaa akiwa gerezani kwa mama yake linasomeka usoni sasa. Katika kijiji chake, Happiness anajishughulisha sasa na masomo ya ufundi cherehani. Gerezani nimejifunza vitu vingi sana kwa sababu nilikuwa naishi sana na askari vizuri, walikuwa wananiwezesha kwa sababu nilijifunza kufuma maua, kutengeneza, kupika, pia najua kupika, walinifundisha mapishi aina mbalimbali. Kwa sasa hivi najifunza kushona cherehani. Namshukuru sana mbunge wa jimbo la Serengeti Mary Daniel Joseph, ameniwezesha kwa sababu ameniambia nijifunze cherehani na ada tayari ameshalipa. Nijifunze cherehani kisha ujua aninunulie cherehani anipe na mtaji pia. Kwa kuolewa sasa hivi hapana, bado sijafikiria hilo. Ningeomba nitimize ndoto zangu kwanza. Cha kwanza naishukuru sana serikali kwa sababu ndio imesababisha leo hii niko nyumbani. Imeniwezesha sana. Nashukuru sana. Kwa vijana wenzangu wanapendaga kuwapa ushauri kwa sababu isijitokee bahati mbaya labda kuna mtu kamkwaza mwenzie, ila asijichukulie sheria mikononi mwake.
alipoti ofisini ili aweze kusaidiwa, kwa sababu kuna unyanyasaji pia wa kijinsia unatokea, labda mwanaume kumnyanyasa mwanamke, hiyo inatokeaga. Shughuli hizi si tu chanzo cha kipato, bali ni tiba ya kisaikolojia inayomrudishia thamani ya utu wake na kuitimiza ndoto yake ya kuwapendezesha watu kwa mishono ya mikono yake. Imezoeleka wafungwa wanaotumikia kifungo cha nje wengi hunyanyapaliwa na jamii, lakini kwa Happiness hali ni tofauti. Familia, ndugu, jamaa na jamii inayomzunguka inamuona kama lulu mpya kijijini ya mafunzo kwa vijana. Ila nashukuru sana Mungu kwa kumtoa Happy kurudi nyumbani. Nimemchukulia vizuri tu kama mtoto wa kawaida, wala sijamtenga, wala jamii haijamtenga, imemkubali tu, yuko vizuri. Wala ajifungii ndani, anatembea kama kawaida popote pale anaenda ndani ya hiki kijiji. Isipokuwa akiondoka kwenda sehemu yoyote ndo atakuwa ataomba ruhusa, wanamruhusu labda safari. Lakini kwenye kitongoji hiki huwa anaenda kama mashine, anaenda senta hapa kuemea, anaenda anarudi, kujifunza cherehani anaenda anarudi. Basi namshukuru sana Mungu. Atoke gerezani sijawahi kuona tatizo lake lolote. Ni mtoto tu mmoja mstaarabu, taratibu, hana jambo lolote. Wala sijawahi kuona na makundi na watu. Ni mtu anayekuja tu anafanya kazi zake hizo za cherehani humo ndani, anarudi. Kwa hiyo ni kwa upande wangu kutoka huko sijaona tatizo lake lolote. Ni mtu ambaye akitaka kutoka kwenda kimfano kijiji jirani mpaka atoe taarifa. Kama mimi ni mtu ambaye napendaga kumpeleka sehemu vijiji karibu. Napendaga kunipa story. Mimi hata huko nakoenda mpaka nimetoa taarifa ndio naruhusiwa kuja huko. Na jinsi tangu Happy alipopata hilo tatizo na ameenda huko, ametumikia kwa muda huo na ametoka, tunampokea tu, ni mwana wetu, hatuwezi kumtupa, na anaendelea vizuri mpaka sasa. Tumemkaribisha na tunaendelea kumthamini kama kwenye familia, ni mtoto wetu. Jamii inayomzunguka inamuona ni jambo la kawaida tu, haya yameshapita, yakimwagika hayazoreki. Kwa hiyo hilo jambo lishapita, basi tunamwombea Mungu aendelee kwa pamoja naye. Si kwamba wanahalalisha alichokifanya Happiness, rahasha, bali ni muktadha wa kosa lake na mwenendo wake gerezani na nje ya gereza. Maafisa wa parole wanazungumziaje maisha ya binti huyu mdogo ambaye kwa sasa anauonja uhuru wa maisha yake nje ya gereza? Nimezungumza na Happy kwa ujumla na nimeweza kumuuliza, nimeona kitu gani ambacho amefanya, japo yeye haelewi, lakini nimeona ni tatizo la kuoza watoto wadogo. Yeye hajapigana mitaani, yeye hajaiba mitaani, yeye kilichofanya ametenda kosa la mauaji, ni mateso aliyopata kwa mtu mzima ambaye alikuwa anataka mambo ya utu uzima, na huyu ni mtoto mdogo. Sasa mimi nikiangalia alikuwa anajitetea yale ambayo alikuwa anaona ni magumu, kwanza ni mageni. Jambo hili linatakiwa liwe fundisho kwamba sisi wazazi wa mikoa yote wasiwe na tabia ya kupeleka mtoto mdogo ambaye hajui unyumba. Hili linaweza kutokea, hatujajua ni usiku ni mchana, hauelewi, lakini tungeambiwa tungeweza kusema ukweli kwamba hili lilikuwa hivi. Lakini kwa ujumla ni mateso ambayo mtoto hakuweza kuyazoea na hakuweza kuyafikia. Kwanza alikuwa chini ya miaka 18 ambayo tunasema ni yuko kwenye foolish age. Ni ana mawazo yake puuzi. Sasa mawazo ya kipuuzi wewe ukampelekea kwamba afanye hivi, ndio maana alitenda hivi. Kwa hiyo hili bado nimezungumza na wazazi wa Happy, kwa sababu nimechunguza hapa nyumbani kuna watoto zaidi. Nimejaribu kumwambia kwamba usije ukarudia tena na liwe fundisho. Na nimejaribu kuzungumza na Happy mwenyewe. Muda mrefu nazungumza naye. Amesema, nimemwambia sasa unaishije, ulipokelewa kama sisi tulivyoona kwenye makaratasi kwamba wanakubali? Amesema ndio, nimepokelewa. Nikasema sasa wewe wamekupokea, wewe umewapokeaje?
Anasema mimi nimewapokea vizuri, nimefurahi walivyokuja. Kwa hiyo mimi nimeona hata huko gerezani alikokaa amefundishwa vizuri, mpaka wamefikia kuona kwamba huyu mtu ni mzuri, kuweza kumleta kwenye parolo, kwenye jopo langu nikaweka saini, sijaweka makosa. Kwa hiyo mimi bado nashauri tu jamii na nyinyi waandishi wa habari mulikomalie hili, watu wasiingie kwenye shida hii, mauaji mengi yatakuwepo. Kwa hiyo tulivyopata ushuhuda kwamba Happy yuko vizuri na amejutia kosa lake, kwa hiyo na sisi tukaona kwamba aweze kurudi ili aendelee na kushirikiana na jamii kama kawaida. Lakini sisi kama maendeleo ya jamii pia tunaendelea kumshauri mama, lakini pia Happy muendelee kukaa na jamii vizuri sasa. Ili jamii iweze kuona mabadiliko yako, lazima waone mabadiliko chanya kwamba kweli ulikosea. Kwa hiyo lazima ukae kwa nidhamu katika jamii, lakini pia ushirikiane na jamii katika matukio mbalimbali ambayo yanahusu jamii. Na hapo ndipo jamii itaendelea kukuona kwamba kweli Happy alifanya kwa kutokukusudia. Unaona? Kwa hiyo na mama naye tunaomba uendelee kumsaidia Happy ili asiweze kuingia katika vitu ambavyo sio vizuri tena. Umsaidie asiweze kuingia kwenye vishawishi. Sisi kama maendeleo ya jamii kwanza, kwetu kuna mila na desturi katika mkoa wa Mara ambazo ni kandamizi sana kwa watoto wa kike. Hasa hii kuwaoza watoto katika umri mdogo, na hiki ndicho kilichotokea kwa Happy, kwa sababu aliozeshwa akiwa mtoto mdogo, na kwa sababu hajajua nini maana ya ndoa, ndio maana ikatokea ile kama na kuweza kufariki kwa bahati mbaya. Kwa hiyo sasa sisi kama maendeleo ya jamii tunatoa wito kwa jamii kwamba tusiwaozeshe watoto wangali wadogo. Hao watoto wanatakiwa kusoma. Hata Happy amekatishwa haki yake ya kusoma. Kwa hiyo pia Happy aendelee kujifunza kama hizo cherehani, lakini amekatishwa haki yake ya kusoma. Kwa hiyo bado mama Happy una watoto. Tunaomba isitokee tena ikajirudia hiyo tabia ya kuozesha watoto wadogo. Umeona umekaa na Happy, umemkosa kwa muda fulani, lakini pia serikali imeweza kumhurumia kwa sababu alijutia kosa lake. Kwa hiyo naomba msirudie, lakini jamii yote kwa ujumla iachane na hizo mila kandamizi za kuoza watoto wakiwa wadogo. Tunategemea ushirikiano mzuri wa Happy na jamii kwa ujumla hapa, lakini pia tunategemea Happy awe balozi wa vijana wengine waliopo kwenye kijiji hiki na maeneo haya, kwamba shauri namna ya kuishi kwenye jamii vizuri. Lakini kama kuna mtu anapitia changamoto yoyote, kuna vyombo vya sheria, kuna ofisi za serikali za mitaa, kuna wajumbe, kuna wenye viti, wafike huko, lakini pia ziende na ngazi zingine za juu. Lakini pia sisi kama ofisi ya ustawi wa jamii tunaendelea kutoa msaada wa kisaikolojia kwa familia hii, ikiwemo kwa Happy mwenyewe ambaye ndo tunamtem kama muhanga, aendelee kukaa vizuri kwenye jamii ili naye ajisikie vizuri. Lakini pia ili jamii naye mchukulie kama ni Happy yule, inabidi naye pia ajitahidi kwenye jamii kuonekana kwamba amerudi akiwa ni mtu mwingine kabisa, tofauti na ile ya awali, ambapo nao pia wataweza kuona kwamba hapa kuna mabadiliko, tunaishi naye vizuri. Asijichukulie kwamba ni mpweke, mimi ni mkosaji, kujifungia ndani au kujificha. Hapana, tunategemea changamane na watu wengine kwenye jamii na endelee na shughuli zake hizi ambazo ameanza nazo za cherehani, na baadaye tunategemea matokeo chanya kutoka kwake, sababu bado tutaendelea kumfuatilia. Happiness hayuko peke yake. Kuna wafungwa wengine wawili walioko kwenye mpango huu. Mmoja ni Leonard Julius, mkazi wa kijiji cha Kamgegi wilaya Butiama mkoani hapa, aliyefungwa kwa kosa la wizi wa ng'ombe, kosa ambalo limefunikwa na simulizi ya kusisimua ndani yake. Baada ya kuwa nimetoka pale magereza kufika hapa nyumbani, nyumba yangu ndo imeshabomoka, ikawa haipo tena. Kwa hiyo ninapambana ili nikiivisha niweze kujenga upya. Kupitia parole, kwa sasa amerejea nyumbani na kukuta mke wake akiwa ameshaolewa na mwanaume mwingine na kuacha watoto wake wawili wakilelewa na wazazi wake. Hapa ni kwetu, lakini mimi nilipokuwa ninaishi kwangu ni hapo juu kwenye hizo miti mingi hizo. Lakini baada ya kuwa nimekuta makazi ndo hivyo, nikawa nimeshatoka, nikawa niko huko Mgango. Fika hapa nyumbani, nimeongea na mzee, kaweza kunisaidia kitu kidogo, nikawa nimekodi huko mashamba ya kulima. Basi ndo ninayopambana nayo kwa sasa. Na hii ni safari ya kufika kijijini kwake kuyaangazia maisha yake yenye simulizi ya kusisimua. Familia yangu ambayo niliko nayo hapa nyumbani ni watoto wawili, lakini mama yao baada ya kuwa mimi nimekamatwa, yeye kaondoka, kaenda kwao. Ndo changamoto ya familia niliyoko nayo. Hapa nyumbani ninapambana tu mimi na wazee
ambaye ni mama yangu pamoja na baba yangu. Wadogo zangu wenyewe hawapo, wako mikoani huko kwa minajili ya utafutaji. Kwa mimi ndo niko hapa, kijana mkubwa pamoja na mdogo wangu mmoja na watoto wangu wenyewe. 100% changamoto tuseme kwenye jamii baada ya kuwa nimetoka kule, sijaona changamoto ya aina yoyote ile. Nilivyopokelewa ni vizuri, ninaendelea kuishi nao vizuri na tunaendelea kuongea tukiwa salama tu, wala hakuna shida ya aina yoyote ambayo nimeshaisikia. Na alipofika hapa nyumbani ni kweli alijitahidi kuishi na pamoja na familia yake, lakini sasa bahati mbaya akakuta familia nyingine imeshaondoka. Tumekaa naye hapa vizuri tu bila matatizo, ilikuwa ni nzuri tu, lakini baada ya kuwa amekuwa kidogo ndio akakutana watu wa aina fulani hivi. Kwa kweli nilimkanya kidogo kwamba usitembee na huyo mtu, yeye ana tabia mbaya. Kijana wangu akusikia, lakini baadaye wakaenda kuiba huko kwa Wazaro ng'ombe, wakawakamata. Kwa kweli nilichukia sana. Samahani kwa kusema kwamba nilichukia sana. Hata kufuatilia kusema kwamba pengine tu nimtoa kuna sitaki. Yaani nilikataa kabisa. Maki nilimkanya mara 3 mara 4. Mpaka kwenye ukoo tulimkanya akakataa. Lakini nashinda kuelewa alipokuja kusema kwamba nawashukuru, alikuja na Biblia. Nikamwambia umetoa wapi? Baadaye nikashinda kuelewa kwamba jamani, hivi ni kweli kwamba yaani ameokoka. Nikashinda mpaka sasa hivi yaani siamini kwamba ndio mwenyewe. Yaani nashinda kuelewa kabisa kama ndivyo ilivyo. Basi baada ya miezi kuendelea, miaka kuendelea, hatutapata wafungwa kama ni mtindo huu. Tunamwona mfungwa Leonard Julius, naye alitoka gerezani kwa mpango huu wa Paro na anaendelea vizuri, pamoja na changamoto alizokuja kuzikuta nyumbani kwake. Mke kakimbia, akamwachia watoto, kaachia watoto wazazi wake. Lakini tumemshuhudia babake akishuhudia kabisa, alimwonya mwanae kwamba amekuwa na makundi ambayo sio mazuri, ambayo alimpelekea kuingia kwenye wizi wa mifugo. Lakini anashangazwa na Julius ametoka akiwa na Biblia mkononi, akiwa anajiuliza huyu ni Julius au ni maigizo. Lakini anamshuhudia Julius akiwa ni bwana shamba, akiwa amejifunza namna ya kulima, kilimo bora cha mihogo, kilimo bora cha mahindi, kilimo bora cha ufugaji bora, lakini kilimo bora cha mpunga. Kwa hiyo sisi bado tunaona kwamba magereza tuna nafasi ya kurekebisha wafungwa kama ilivyokuwa ndio jukumu letu la msingi. Mfungwa wa 3 ni Gaspar, aliyefungwa kwa kosa la mauaji bila kukusudia, simulizi nzito zaidi chini ya ushauri wa kisaikolojia. Kwa sasa anajishughulisha na shughuli za kilimo cha bustani, huku akionyesha dalili za kujirekebisha na kumrudia muumba wake. Mazingira ni kwamba nilikuwa namfundisha nyumbani kwangu nilipokuwa naishi shuleni kabla sijaja hapa. Mimi wakati niko shuleni nilipewa nyumba ya shule. Kwa hiyo wakati ule nilikuwa ninamfundisha, bahati mbaya kidogo akaleta kama hali ya usumbufu wa mizaha. Kwa nilimwadhibu, lakini sio adhabu mbaya, ni ya kumjenga. Lakini bahati mbaya sasa asubuhi alivyougua nikampeleka hospitalini, kwa katika zile harakati za matibabu akafariki. Kwa hiyo ikahusianishwa na adhabu yake kwamba labda mimi ndio nimekuwa chanzo. Kwa na mimi nilikubaliana nalo, lakini sio kusudio. Maana hata nani katika maisha yangu, mzee wangu aliwahi kuniadhibu sana kwa ajili ya kunijenga. Kwanza nawasaidia mboga. Watu wengi hawana uwezo wa kufanya hata kilimo cha kiangazi hiki. Kwa hiyo yeye kwa kuwa hapa na hizi mboga zake vile ni msaada mkubwa hata kwa jamii. Lakini kama nilivyosema, anashiriki matukio mengi. Kwa mfano yuko kwenye kwaya, yupo kwenye swala lingine nilosema kwenye jumuiya, na hana shida na mtu kwa sababu yuko busy sana na mambo yake haya, hana nafasi ya kufikiri hata sio aende wapi. Kwa hiyo in fact mwenyewe ananiambia kwamba huenda hata bila gereza huenda sio labda angeumizwa, lakini amejifunza mambo mengi. Na kimsingi anasema kwa kweli hata gerezani mule na aliishi vizuri kutokana na nidhamu aliyokuwa nayo. Nadhani mkuu wa kitengo cha Paro, makao makuu ya magereza hapa nchini, anaeleza kuwa wafungwa wa nje hufuatiliwa kupitia ripoti za mara kwa mara, ushirikiano wa viongozi wa mitaa pamoja na familia zao. Serikali imeweka mikakati ya kuwalinda wafungwa wa nje dhidi ya unyanyapaa, ikiwamo elimu kwa jamii, ushirikishwaji wa viongozi wa dini na mila, pamoja na kuimarisha sheria dhidi ya vitendo vya chuki.
lakini tunakwenda sasa kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali, za dini, jamii kwa namna ya kumpokea mfungwa baada amemaliza kifungo, ameachiliwa kwa rufaa, ameachiliwa kwa adhabu mbadala. Namna ya kumpokea, kwa sababu tunaona tuna gap kubwa sana kwenye reintegration, na baadhi ya wafungwa wanarudia makosa ni kwa sababu tu ya kukosa wa kumpokea akiwa kwenye jamii. Kwa hiyo tuko kwenye mkakati wa kushirikiana na wadau mbalimbali ya kuona namna ya kufanya reintegration ambayo ni utengamanisho ili wafungwa aliyeingia gerezani asirudie makosa, na hiyo ndio heshima ya nchi yetu, na ndio heshima ya Jeshi la Magereza, ikiwa ni core mandate ya jeshi ya urekebishaji. Lakini sasa hivi tuna Jeshi la Magereza linashirikiana na taasisi mbalimbali za elimu kama Chuo cha Uhasibu Arusha, inatoa elimu kwa wafungwa ya ujasiriamali kwa njia ya mtandao na wanapata vyeti. Lakini tunashirikiana na VETA. Kwa hiyo tunaiona changamoto. Kwa hiyo ni wajibu wetu kila mmoja kutoa elimu. Jirani yako, familia yako, mtaani kwako, tunasali jumuiya, tunaenda kanisani, tunaenda msikitini, tuelimishe watu. Tuelimishe watu, gerezani ni chuo cha mafunzo na binadamu ana nafasi ya kubadilika. Waambie jamii, mhalifu anaanzia kwenye jamii. Jamii ndio inazalisha mhalifu. Na mhalifu anaikosea jamii. Lakini hawatofia gerezani, siku moja watatoka, watarudi kwenye jamii hiyo hiyo. Lakini ielewe, akishapita gerezani, akipita kwenye ule mlango, uwezekano wa kubadilika ni mkubwa. Kikubwa ni ushirikiano katika kuendelea kuwarekebisha. Jamii ndiyo muhimili wa mafanikio ya PALU. Bila kukubalika, hata sheria bora haiwezi kuleta matokeo chanya. Hakuna mwanadamu aliyeumbwa ni mhalifu. Jamii imechangia kwenye uhalifu au kutenda kosa hilo. Lakini wafungwa hao, siku atakuja kutoka na kurudi kwenye jamii, awe kwa njia ya adhabu mbadala ikiwa kama hii parole, au ameachiwa kwa msamaha wa rais, au amemaliza kifungo chake, au ameachiwa kwa rufaa. Ni wito kwa jamii kuwapokea wafungwa hawa waliomaliza kifungo kwa njia yoyote ile na kuendelea kuwarekebisha, kwani wamekuwa wakirudia makosa mara nyingi kwa sababu tu jamii na wanyanyapaa. Akirudi bado anaendelea kuwa na ule, wanamnyoshia kidole, akiendelea kuitwa mwizi, mwingine anaitwa mbakaji, mwingine akiitwa kibaka. Ile inamfanya anakosa wapi pa kuanzia. Lakini kundi pekee ambalo linaweza likampokea mhalifu pasipo kumnyanyapaa ni kundi la uhalifu. Akifika kwenye kijiwe, oya umerudi rafiki yetu, bwana kuna mchongo mahali, wao ndo wanampa mchongo wa kwanza, na kwa sababu amekaa gerezani muda mrefu, wa kwanza kudakwa. Akidakwa anarudia gerezani, tunaonekana Jeshi la Magereza tumefeli kwenye urekebishaji, lakini jamii ndiyo iliyofeli kwenye kuwapokea hawa wafungwa. Kwa mujibu wa sheria ya parole, mfungwa anayekiuka masharti hurejeshwa gerezani mara moja ili kulinda jamii, huku ikitoa nafasi ya marekebisho. Utaratibu wa kumwachia mfungwa huyu kwa mpango wa parole unaanzia gerezani. Anapopokelewa tu na akionekana kosa lake anastahili parole, atajulishwa, na atakapojulishwa ataambiwa na masharti ni haya. Atakaporidhia ataingizwa kwenye mpango wa parole kwa kufunguliwa jalada la parole ambao ni PRF 65. Baada ya hapo atachukuliwa alama za vidole, zitapelekwa Forensic Bureau kwa ajili ya kuona endapo hana makosa mengine ya nyuma. Kwa hiyo ina maana mfungwa ambaye anarudia makosa, utaratibu wa parole hautahusika, sababu huyo anaonekana ni incorrigible, mrudiaji. Baada ya kujiridhisha au kutokujiridhisha, yani wanachotakiwa, wakijiridhisha watampendekeza, wasipojiridhisha watampendekeza. Kwa hiyo mapendekezo hayo yote yatapelekwa kwa Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, ambaye ndio mwenye maamuzi ya mwisho ya kumwachilia au kutokumwachilia. Ataachiliwa gerezani kwa utaratibu wa kawaida wa kuachilia wafungwa, na afisa msimamizi ambaye ni afisa parole wa gereza atamrudisha nyumbani kwao, na kabla ya kumrudisha hapa, kama unavyomuona Julius hapa kwake, atapita kwa viongozi wa kijiji au wa mtaa, ataambatana nao na wataambatana pamoja kumrudisha nyumbani. Na kwa mkoa wa Mara hakuna mfungwa aliyewahi kuvunja masharti, na mara nyingi the best
parolees wamekuwa wametoka mkoa wa Mara. The best parolees waliofanya vizuri wakawa role models wametoka mkoa wa Mara. Na mkoa wa Mara ni wa pili kuachilia wafungwa wengi kwa mikoa 26 ya Tanzania bara ikiongozwa na mkoa wa Kagera. Tarajio lingine kuhakikisha wafungwa wanaotolewa magerezani kwa mpango wa parole hawarudii tena makosa ya jinai na kurudishwa gerezani. Hapa tunakusudia kutoa elimu kwa upana mkubwa ili wafungwa hawa wanaonufaika na mpango wa parole wasirudie tena makosa, hatimaye tena kurudi katika magereza. Tutatoa elimu kwa kupitia maafisa parole na walezi wa wafungwa ambao tukiona maana kwamba wakuu wa magereza na wakuu wa magereza mikoa kuweza kuhakikisha elimu inatolewa kwa wafungwa hawa wanaonufaika na mpango wa parole wasiweze kurudi tena magerezani, waweze kuwa watu wema huko magerezani. Hadithi hizi zinatukumbusha kuwa haki si adhabu pekee, bali ni mchakato wa kurekebisha, kuponya na kujenga jamii salama. Kusema kwamba na washukuru, alikuja na Biblia. Nikamwambia umetoa wapi? Baadaye nikashinda kuelewa kwamba jamani, hivi ni kweli kwamba yani ameokoka. Nikashinda mpaka sasa hivi yani siamini kwamba ndio mwenyewe. Kutoka mkoa wa Mara, hii ni simulizi ya Fursa ya Pili. Swali linabaki, je, jamii iko tayari kusamehe na kujenga upya au itaendelea kwa hukumu milele wanaotumikia kifungo cha nje?